Taarifa hii habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fiziwari. Jambo na karibu msikilizaji wa redio ya kijamii Kivu popote pale ambako unaendelea kutufuata kwa wakati huu. Tunakukaribisha kwa moyo mkunjufu kufuata uchambuzi wetu wa habari ambao unagubikwa na habari muhimu leo hii, makala ya michezo na burudani pamoja na ripoti za ripota wetu kutoka eneo tofauti. Jina langu mchumbe wa mkulima na Fatuma, kwa niaba ya wote watakao shiriki nami kwenye uchambuzi huu nasema asante na karibu. Na kama nilivyokujuza kuwa uchambuzi wetu wa habari unakuwa ukigubikwa na habari muhimu leo hii, na za leo zinasomwa naye mwenzangu Baume Sadi Francois. Karibu Baume, labda kwanza habari za saa hizi. Habari za saa hizi ni salama mtumbeo mkulima na Fatuma, labda kwa upande wako? Mimi ni vizuri. Karibu kuwasomea wasikilizaji wetu habari muhimu kwa siku ya leo. Shukrani sana. Tuanzie pa Baraka ambapo mkuu kiongozi wa kitengo cha Sokoda mjini humo amekanusha madai yanayosema kuwa ameondolewa kwenye wadhifa huo. Hivyo ni baada ya sintofahamu ambayo imeripotiwa siku chache zilizopita, naye mtu ambaye amejidai kuwa ndiye amekuwa kiongozi mpya wa kitengo hicho. Bunge la kitaifa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo limepitisha mswada wa sheria wa mpangilio wa kuwapa mafunzo zaidi ya askari polisi wa taifa na pia kuboresha hali yao ya maisha kwa kutenga zaidi ya dola bilioni 2 za Kimarekani. Na huko Burundi, mamlaka mtini humo imewaonya wanaotoa hotuba mbalimbali kwa lengo la kuvuruga usalama wa nchi na kuchukua mkondo wa fujo kutokana na matokeo ya wabunge na madiwani yaliyotangazwa hivi karibuni. Ripoti yake Bukuru Elias Daniel itaweza kueleza mengi, nami naweka nukta kwenye habari muhimu. Naam, asante sana mwenzangu Baume Sadi Francois kwa habari muhimu. Wacha sasa tuingie kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari, tukianzia na habari hizi za mji wa Baraka. Kitengo cha EPMA mjini Baraka kimewataka wafanyabiashara na mafundi kuhakikisha kila mmoja ameorozeshwa kwenye kitengo hicho ili kuepukana na adhabu za baadaye za kutokuorozeshwa. Akiwa mbele ya redio yako, Bwana Ndale Epanga Balebanga, muhusika wa kitengo hicho cha EPMA mjini Baraka, amesema kujiorozesha kwa kila mfanyabiashara na fundi kuna umuhimu mkubwa kama alivyoeleza. Wafanyabiashara na wale ambao ni wafundi wajiandae kwa kujiweka kwenye mstari wa serikali kama vile serikali inavyohitaji wafanye. Kila mwaka mfanyabiashara ana droit ambazo leta anamuomba azifanye kupitia kazi ambayo anayoifanya, na tayari tumeanza kampani ya mataxe za leta, na baadaye kutafika kipindi ambacho kitakuwa malipo kwa kusukumwa. Basi kabla haiyafikia ile malipo ya kusukumwa, tunahitaji kila mtu ajiandae kwa kulipa yale ambayo serikali anamhitaji kulipa kama vile ushuru. Naweza kusema kwamba kama tunalipisha, leta anaweka sheria kwa ajili ya kulipisha mataxe na maempo. Tuko na malua ambazo zinasukuma wafanyakazi wa serikali wazitende kwa ajili ya kufanya kazi. Nitakusia kwa ajili ya service yetu ya PMA. Wakati tunaingia kwa mwaka, ni lazima tuanze na identification. Ili identification tunaifanya kwa sababu ya kuidentifie wale wote ambao wanafanya biashara au wale wote ambao wanafanya kazi ya ufundi na wale wengine ambao wanafanya kazi ya kusaidia watu wengine. Loi inatuambia vile ya namba 22
bar 003 ya tariki 7 ya mwaka wa 2022 inatuomba kwamba mbele ya kufanya kila lolote kwa mwaka tuorozeshe wafundi wote, baadaye fanya sasa wanani walimaliza mwaka vizuri na wanani hawakumaliza mwaka vizuri. Upande mwingine, kiongozi huyo ameongeza kuwa serikali imepanga adhabu kwa wale watakaokutwa hawakurozeshwa kipindi cha ukaguzi. Ndale Epanga amerejea mara tena. Tunatoka mkile kipengele tunaingia mkipengele cha kupana patante. Patante haiko taxe, bali patante ni titre. Tunapatia yule mchuuzi titre yake ambayo inamuomba yeye kufanya ile kazi. Watu wengi au wachuuzi wengi, wafundi wengi, wakati tunapowafikia mara kwa mara huwa wanadharau. Pengine wanadharau kwa sababu bei ya vitambulisho ni bei ndogo sana. Lakini leta yetu ya Kongo haikupenda kuweka pesa nyingi kwa sababu ya kusaidia wafanyabiashara wadogo wadogo. Kwa hiyo inaomba kila mfanyabiashara na kila fundi mbele hajapata patante apate fiche ya identification, ajulikane kwanza na service ya kwamba yeye ni mfanyabiashara au mfanya kazi. Kwa jamii inayonisikiliza, kwanza nitapongeza kwa entretien zote ambazo tumeshafanya na FEC kwa sababu ya kuhamasisha wafanyabiashara na wafundi. Ninachokiomba kwa wafanyabiashara na wafundi ni kwamba wakati watu wa PMA wanapita juu ya identification, wasikose kujidentifie, kwa sababu wakati tutaingia makontrol tunakuta mtu hana fiche ya identification, ule mtu anapashwa ahukumiwe kama vile sheria inavyosema. Yeyote yule ambaye tutamkuta hana patante, yule mtu atahukumiwa kama vile sheria inavyosema. Yeyote yule atakayekutaniwa hana fiche de recensement atahukumiwa kama vile sheria inavyosema. Daima katika mji wa Baraka ni kwamba kiongozi wa kitengo cha Sokoda mjini Baraka amekanusha madai yanayosema kuwa ameondolewa kwenye wazifa huo. Yote hayo yametokea pale ambako Bwana Omari Remi Espoire amejitangaza kuwa ni yeye ndiye kiongozi mpya wa kitengo hicho, jambo ambalo Dunia Munyerere Fisto amekanusha katukatu na kutaja kuwa ni yeye ndiye anayejulikana na uongozi kutoka jimboni, na amewataka raia kuendelea kulipa na kununua vitambulisho kutoka kwenye ofisi yake. Dunia Munyerere Fisto ameeleza yafuatayo mbele ya maiki ya mwenzetu Izake Mulucha Ashibe. Jambo lilo bwana mtangazaji, mimi sijui, na huyo mtu Omari Remi Espoir mimi simujui kabisa kwenye servisi ya Sokoda. Ni tapeli kwa sababu wamepitisha tangazo la service alina sinyati. Inamaanisha nini pale mtangazaji? Inamaanisha kama ni tapeli. Kwa sababu hilo jambo mimi nilishituka kwanza na communique na tangazo iliyotoka kwenye radio RCK, Radio Kivu yetu ya hapa jiji Baraka. Sikuelewa namna gani ataanza enda kwenye radio na kupana tangazo na japokuwa haiko officialize na wakuu viongozi. Sheria tafuatilia hiyo mambo. Neno yenye na tazungumuza kuhusu gisi alivyosema, mimi nipo ofisi, yeyote yule commerçant comme asijeti mwenye anaacha ya kuja kulipa aje, milango iko wazi ya ofisi ya Sokoda. Inapatikana hapa quartier Malala, avenue Lumumba, en face na Onje Ocha, aiza stade Lumumba. Ndio kunapatikana hiyo ofisi ya Sokoda. Na hivi sasa namkaribisha mwenzangu Sudi wa Sudi Valente. Karibu Sudi kwa habari za michezo na burudani. Shukran sana kabisa mwenzangu mchumbe wa mkulima na Fatuma. Asubuhi ya leo kuna kurasa wa habari za michezo ni kwamba kalendari ya michuano ya ligi ya jimbo imetolewa rasmi siku ya Alhamisi ya wiki tunayo tarehe 12 Juni mwaka 2025, ambako klabu 12 za tarafa la Fizi na mji wa Baraka watacheza mechi zote kwenye uwanja wa Tatano Mbi paka Tanga ndani ya mji wa Baraka.
na klabu hizo 12 za tarafa la Fizi na mji wa Baraka ambazo zimewakilisha tarafa la Fizi kwenye michuano ya ligi ya jimbo zimepangwa kwenye makundi manne. Katika kundi la kwanza ziko klabu za FC Café du Congo, FC Nouvelle Génération pamoja na klabu ya FC Nganja Sport. Kundi la pili ni CS Vijana Prestige, FC Kikonde Sport na klabu ya Osima Sanzi Chinjaua. Kundi la tatu ziko klabu za Tour du Congo ya Apo Sebele, Okapi Demisha na klabu ya Presqu'île du Boari. Na kundi la 4 ni klabu ya Daringa Club Rafiki, FC Mujiza na klabu ya IS Salanguba. Rasmi michuano ya ligi ya jimbo itaanza kupigwa siku ya 3 ya tarehe 12 Juni mwaka 2025 ambako FC Café du Congo majira saa 7 wataanza kupiga vikali dhidi ya klabu ya FC Nganja Sport na majira saa 9 CS Vijana Prestige wataweza kukata mzo wa fitna dhidi ya klabu ya Osima Sanze Jinjaua. Mechi zote zitapigwa kuna uwanja wa Tatanombi hapo Katanga. Na kwingineko ni kwamba mwenzangu mchumba mkulima na Fatuma, tournament ambayo inajulikana kwa jina la Amani ambayo inasimamiwa na uongozi wa vijana ndani ya mji wa Baraka itaanza rasmi kupigwa leo siku ya Jumamosi ya tarehe 14 Juni mwaka 2025 ambako punde si punde majira saa 7 kamili za mchana kunako uwanja wa Lumumba kata ya Kalinga Side wataanza kupambana vikali dhidi ya kata ya Mshimbake. Majira saa 9 kamili za jioni mabingwa watetezi wa tournamenti za kata ya Matata wataweza kupambana vikali dhidi ya kata ya Makampanye. Na kwa kumalizia mwenzangu mchumbeni kwamba hiyo jana siku ya 5 ya tarehe 13 Juni mwaka 2025 mechi za playoff kauli jana suluhisho 17 daraja la pili ziliweza kushuhudiwa kunako uwanja wa Lumumba ambako Vesa la Victoire waliweza kuibuka na ushindi mawili kwa 0 dhidi ya klabu ya FC Kasaka, na mechi ya saa 8 dakika 30 Ayus Kalinga waliweza kuonyesha mvua 4-2 klabu ya Erbanda, na mechi ya saa 10 dakika 30 FC Santos waliibuka na ushindi 2-1 dhidi ya klabu ya FC du Pouvoir. Ni kupitia hapo mwenzangu mchumba mkulima na Fatuma ndipo kabisa naweka nukta kuna kurasa wa habari za michezo asubuhi ya leo. Naam, asante sana mwenzangu Sudi Valente kwa habari hizo za michezo. Msikilizaji, kama ndo bado umekuja kujiunga nasi, hii ambayo unaendelea kuitegea sikio kwa sasa ni za Kiswahili ya Radio Kivu kupitia masafa yetu ya 93.0 FM, na kwa sasa tuko katika uchambuzi wetu wa habari. Kampuni Fizwan Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Na hivi sasa wacha tuangazie huko Kindu ambako kumefanyika kikao cha usalama kilichokuwa na malengo tofauti, ikiwemo kumtambulisha kiongozi makamu wa wanajeshi kutoka Kinshasa na pia kukumbusha kwa wazalendo wajibu wao kama jeshi la akiba. Mwanaripota wetu wa huko Kindu Godefroy Musunga Shabani amerishiriki pia kwenye kikao hicho, na hii hapa ni ripoti yake. Kikao kubwa iliweza kuendesha ndani ya tauni ya Kindu ni kwa lengo ya kuweza kutatua swala ya ukosefu wa usalama ambayo inaendelea kuibuka hapa ndani ya jimbo la Maniema. Mtaweza kutambua ya kwamba ni wanamemba wa government ya jimbo pamoja na kiongozi wa wanajeshi makamu chef d'etat major adjoint ambaye alitokea huko Kinshasa, mji mkuu wa nchi Kongo ya Kidemokrasia, na wote waligusia hiyo swala ya wazalendo. Mbinu mbalimbali iliweza kukamatwa kwa ajili ya usalama na pia vile vile kuweza kuacha jemadari ambaye atakuwa akitazama jimbo mzima ya Maniema. Wanamemba wa shirika la kiraia ambao walikuwemo walifurahi, hata wanabunge. Papi Omeonga Chopa alitoa maoni yake. Tuliitwa kama vile wanabunge na reunion ilikuwa haikuwa tu ba deputy peke yake, ilikuwa na ba makushe mbalimbali yenyewe tulikutana nayo. Mwenye alituita ni chef d'etat major general adjoint chargé na operation na renseignement. Alituita tulikuwa naongea autour ya situation sécuritaire ndani ya jimbo ya Maniema. Kuongezi yetu tulikuta sasa wakati yeye anafika iko deja analeta majibu, maana yake anajua situation ya province ya Maniema. Tulikuwa na dependre na Sud Kivu, mais kwa sasa leo anakuja na anatupresenter general mwenye atabakia na hapa Kindu, mwenye ataanza kudirige na commander ma service militaire ndani ya province, na kwa natumaini mkubwa kwa kuona hiyo swali itatatuliwa. Crispin Dariloko
Bulongo naye Rajabu Butindi Butros walizungumza wafate. Leo bali tuprometre kutuletea mkubwa wa arme na ndio banatuletea naye, na leo tunakutana mkubwa wa arme, tunaongea naye mabitu yote population anteseka ndani ya Manyema na mvile akini. Hakuna mwe kusabu situation ya bazalendo. Maoni yetu ni ya furaha na tunapenda kuona matukio. Kwa hiyo yote tunataka kuzungumza par rapport na sécurité ya jimbo la Manyema. Tunatosheka par rapport na réponse yake. Unaweza kuona mabarekrite biko maltraité mais néanmoins il faut élargir inspection yake, na tunasema kama jeunesse inampromettre en tout cas accompagnement mzuri. Hadi sasa raia wa jimbo la Manyema wiko nasubiria tu usalama ya kudumu irudi ndani ya jimbo la Manyema. Kutokea Kindu Manyema, Godefroid Musunga Shabani kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Na huko Moba ni kwamba wakazi pamoja na wakulima wa mahindi katika kijiji cha Kansabala, Kayombwe na pembezoni mwao wamelazimishwa kuacha vijiji vyao na mashamba yao wakikimbia Moba Center kwa kuhofia usalama wao. Mwenzetu wa huko Moba Isdor Kashulwe na ripoti kamili. Wanamgambo ile mmoja wanajiita kujihami wanatumia kuendelea kudorotesha usalama katika eneo la udongo wa Mwindi, sehemu moja ya udongo wa Katukota, Mulungu, Malibu, Kansabala, Kayobe na eneo moja ya udongo wa Mpala. Wiki hii wakulima pamoja na wakazi wa vijiji kadhaa vya eneo hilo wameacha mashamba na kuhama vijiji vyao kufia usalama wao kufuatia kuonekana kwa vuguvugu la wanamgambo wakijihami kwa mapinde na mishali. Duru ya serikali imethibitisha kwamba watu zaidi ya 318 wameuawa katika maeneo yanayokaliwa na wanamgambo toka mwishoni mwa mwaka 2024 hadi hii leo. Wengine wakulima na wakazi wa vijiji kadhaa wameacha mashamba na kuviama vijiji vyao chini ya uzembe na udhaifu wa serikali kutochukua hatua madhubuti kurejesha utawala wake katika maeneo hayo, jambo ambalo limelaumiwa pia na shirika la umma. Tabu Pesa leo msemaji: siku hii watu wa mingi banaama mgrupema Mwindi kumaseba na wanatoka bamwa banashuka kumampala bakwenda benebe kwa banamia hata Pweto na bamingi banarudia humu banatoka na vitu vyao, na ni kipindi kenye tuko kipindi kizuri kia kuvuna na kipindi kibaya kwa sababu ndio kipindi kenyewe moto unapitaka mu mashamba watu wabafanya hata kikululo. Ile ni habari ya kweli yenyewe na hata na mimi niko nayo. Tunakondaneni mbaya sana. Ni matendo tunaisemaka kila mara. Utakuwa autodefense wa kuua watu, utakuwa autodefense wa kusomba mashamba, utakuwa autodefense wa kufunga kamba baraia benzako. Autodefense ni kujikinga kwa adui mwenyewe na kuya. Hapa sasa hatuna na adui. Bariere unatia ya nini? Ni adui gani mwenye atakuya? Tusianze kujitesa sisi wenyewe. Hawa watu wote wenkuiwa wa kusombwa mashamba na kutendewa vitendo vya ukatili ni watu na ni bandugu yako weye mwenye kutenda kile kitendo, na unabatendea vile juu ya nini? Ni kitu gani tunakondane sana. Migini ya Kasoro, Shebele, Kintinka, Kidumu, Mamurusi, mamigini ya mingi sana watu banaama banatoka banamia Moba Centre kwa bila kutaka. Mauaji ya hivi karibuni ni raia mmoja alifariki usiku wa kuamkia siku ya Jumatatu Juni 9 baada ya wanamgambo kumfunga kamba kupita kiasi na kumchapa fimbo vikali, na mama mmoja amebaki mahututi baada ya kupigwa vikali na wale wanamgambo kwa kosa la kukataa kutoa mnyanya uliolazimishwa ukiwemo unga, kuku, mbuzi, maragi na vinginevyo katika vijiji vya mashambani Nondo, Puta, Kintimpwe, Kiamabwe na Kinse Kapindula kando ya mto Mlobozi hapo Jumamosi Juni 7 na Jumapili Juni 8. Asubuhi maskari Jumatatu Juni 10 wanamgambo wameka vizuizo kwenye eneo la Kalunga Mkufu barabara Maseba Mwindi na kuzulumu vikali raia wa kupita. Raia inalia kama serikali anabachilia, ndio hata na mimi shirika la raia kama Cordonata baba yako mimi naitikia. Nyumba yako unaona katoto kanaanza kuleta mafuyo, na wewe njoo baba kujua nini utashinda ukaita kapeti ukatia pale na ukarudisha kumstari? Jua nini utashinda kukamata hatua ya kuwa mrudishe mtoto kumstari aache kuzuru watoto wenzake? Maana kusema ya kwamba ni kweli serikali na yeye quelque part hivi vitu tunavichoka. Tulianza mashauri zamani, serikali mwenyewe iko pale. Kama ni hatua, si hatukote hatua, mgini unakufa kule. Watoto tunashauria tunasamee, lakini zidi ya ile kama watoto wako na shauriwa na wasikii, serikali ni jukumu yake, yeye anapasha kufuatilia ile tatizo imalizike. Ni vitu vyenyewe tuko tunakondane, watu wanashakufa wanakuwa wengi mno, watu wa kupoteza vitu wanakuwa wengi mno. Hadi sasa viongozi wa serikali wasemi lolote kuhusiana na hali ya upungufu wa usalama. Mara kadhaa raia wasio na hatia wanaendelea kuilaumu serikali kubaki kimya dhidi ya maovu kufanywa na wanamgambo hao ambao ni raia wanasema si wanamgambo tena kujihami ila wanageuka waasi wa serikali. Nikiripoti kutoka Moba Isdor Kashulwe, Radio Kivu.
Na kwenye habari za kitaifa ni kwamba bunge la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepitisha mswada wa mpangilio wa kuwapa mafunzo zaidi ya askari polisi wa taifa na pia kuboresha hali ya maisha yao kwa kutenga zaidi ya bilioni 2 za pesa za Marekani. Mwenzetu Safari Dilo Alimasi amepekua magazeti na hii hapa ni ripoti yake. Naam. Wabunge wa kitaifa walipitisha Alhamisi Juni 12 sheria inayohusu mpango wa utekelezaji wa mageuzi ya polisi wa kitaifa wa Kongo kwa kipindi cha mwaka 2026 hadi 2030. Upitishaji huu ulifanywa baada ya idhini ya hitimisho ya ripoti ya tume ya ulinzi na usalama iliongozwa na mbunge wa kitaifa Ruben Mikindo Muima ambaye alichunguza maandishi haya kwa kina. Ikiingia ndani ya mfumo wa mageuzi katika sekta ya usalama nchini DRC, muswada huu ulipitia marekebisho kadhaa. Bajeti iliongezeka kutoka kwenye trilioni 6 bilioni 793 milioni 273 laki 2,013,423.20 faranga za Kongo, sawa na dola za Kimarekani bilioni 2 milioni 299 laki 3,074,903 hadi trilioni 7 bilioni 543 milioni 714 laki 4,036,405.6 faranga za Kongo, sawa na dola za Kimarekani bilioni 2 milioni 553 laki 3,082,499, ikiwa ni kuongezeka kwa asilimia 11.04 ikilinganishwa na bajeti ya awali. Ongezeko hilo linatokana na mpangilio wa ujenzi wa vituo 1046 vya polisi katika tarafa mbalimbali, kupanga namna ya kuanzisha kiwanda cha polisi kwa ajili ya kutengeneza vifaa na mambo mengine ya kipolisi, kuongezeka kwa idadi ya shule za polisi, kujenga na kuandaa ambayo huenda kutoka 4 hadi 6, kuongezeka kwa idadi ya wanufaika wa mafunzo maalum ya kitaifa katika LN1, UPI, mkato HP na JME kutoka mafunzo katika miaka 5 kwa polisi 5,000 hadi 10,000 ili kuimarisha, kuweka gereji za matengenezo maalum za polisi katika majimbo 26 kwa kiwango cha 2 katika kila mkoa, kuboresha bajeti iliyotengwa kwa mihimili wa kimkakati unaohusiana na kukubalika kwa polisi na ushirikiano wa polisi na raia. Bajeti hii iliyosomwa kwa mara ya kwanza katika bunge la kitaifa imetumwa kwenye baraza la Seneti kwa usomaji wake wa pili kabla ya kutangazwa kwake na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni hayo tu kama habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tukamilishe uchambuzi wetu wa habari kwa leo na habari za huko Burundi. Mamlaka nchini Burundi imewaonya wanaotoa matamko kwa lengo la kuvuruga usalama wa nchi na kuchukua mkondo wa fujo kutokana na matokeo ya wabunge na madiwani yaliyotangazwa hivi karibuni. Bukuru Elias Daniel ni mwanaripota wetu wa huko Burundi. Hapa ni ripoti yake. Wizara ya mambo ya ndani, maendeleo ya jamii na usalama imewaonya wale wote wanaotoa matamko kwa lengo la kuvuruga usalama au wanaotaka kushika mkondo wa fujo kutokana na matokeo ya uchaguzi ya wabunge yaliyotangazwa hivi karibuni. Katika mkutano na waandishi wa habari, waziri wa mambo ya ndani Martin Terese aliwataka waliokuwa wagombea wakati wa uchaguzi wanaodai kudhulumiwa kuhusiana na mamlaka husika. Ni Terese alisema wizara ya mambo ya ndani ya Burundi na wasiwasi na wanasiasa wanaotoa matamko ya kudai kuwa uchaguzi wa hivi karibuni ulikumbwa na kasoro nyingi wakati hawakuwahi kuwasilisha dosari hizo kwa mamlaka husika siku ya uchaguzi. Anaeleza kuwa mwenendo huo ni tabia ya kuchukiza kwa baadhi ya wanasiasa kukataa kupokea matokeo ya uchaguzi ili kukubaliana na hali halisi katika nchi yenye demokrasia. Kwa upande mwingine, kanisa Katoliki nchini Burundi limesema kwa uangalizi wake wamebaini dosari kadhaa katika uchaguzi wa bunge na madiwani na kuhoji ikiwa matokeo yaliyotangazwa yalipotoshwa. Askofu mkuu wa kanisa Katoliki mkoani Gitega na mkuu wa baraza la maaskofu nchini Burundi Bonaventure Nahimana alisema kuwa uchaguzi ulifanyika kwa usalama zaidi na kwamba timu ya waangalizi wa uchaguzi seni iliwafuata kwa karibu na kutoa ushauri pale inapobidi. Itakumbukwa kuwa chama tawala cha CNDD-FDD kilishinda uchaguzi wa wabunge na madiwani uliofanyika Juni 5 mwaka huu 2025 kikipata ushindi kwa asilimia 96.51 ya kura, ikimaanisha kuwa bunge kwa miaka 5 ijayo litaundwa
kuwa na chama kimoja tu. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Shukran sana mwenzetu Bukuru Elias Daniel kwa ripoti yako hiyo. Na hadi hapo ndipo tumetia nanga kwa uchambuzi wetu wa habari siku ya leo. Msikilizaji, tunakusamini kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Shukrani pia kwake Merci Mbelechi Mohiz Pamale alikuwepo kwenye dawati na mitambo. Shukrani pia kwa waandishi wenzangu waliokusanya uchambuzi huu. Mimi ni mchumbe wa mkulima na Fatuma. Tukutanane baadaye panapo majaliwa. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.